Kufuatia hukumu ambayo imetolewa na TFF ambayo walitoa moja kwa moja kuhusiana na madai ya klabu ya Simba kudai uraia halali wa kiungo wa ulinzi wa Young Africans Mohamed Damalo na kutupiliwa mbali, inasemekana Simba sasa hivi wanaelekea hatua inayofuata na si nyingine kuelekea CAS. Ikiwa Simba ameshindwa hapa nchini Tanzania TFF, unahisi madai yao yatakuwa na mashiko huko CAS? Fungameza. Inaweza ikawa na mashiko, lakini inaweza pia sio na mashiko. Kama itakuwa na mashiko endapo kwamba kile ambacho amekuwa kioji kina uhalali ndani yake na ni haki yao pia kisheria, kwa maana ukishindwa hapa pia kuna namna ambavyo unaweza pia kwenda kuomba haki yako kwa mara nyingine tena kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hiki ambacho anakifanya Simba ni sehemu ya sheria ambayo hiko, kwa maana ukishindwa hapa basi una nafasi kubwa ya kwenda CAS, pia unaenda nafasi pia kwenda kusikiliza shauri lako, lakini kuwasilisha kesi ni swala lingine, lakini kushinda kesi pia ni swala lingine. Kama Young Africans zidi ya Bernard Morrison walishindwa hapa, si ndio? Wakasema tunaomba kwenda CAS, wakaenda CAS pia wakafanyaje? Wakashindwa. Kwa maana kwenda CAS ya kuhalalisha kwamba unachokidai kina uhalali. Na kwenda CAS haimaanishi kwamba ukienda kudai haki yako huwezi kuipata. Kwa hiyo binafsi nadhani ni jambo zuri, kwa maana kama kile ambacho kimeamuliwa na shirikisho la mpira wa miguu kwa maana ya TFF wao binafsi hawajaridhika nacho, basi wana haki pia na mamlaka ya kwenda kudai haki yao kwenye ngazi za juu kama ilivyokuwa kwa Senegal. Senegal unaona mara baada ya kamati ya rufaa kubatilisha ushindi wao wa ubingwa wa AFCON, umeona wamekwenda kwenye wakaenda CAS kwa maana kwenda kutafuta pia haki yao kwa mara nyingine. Kwa mimi naamini hata Simba pia kama kile ambacho amekuwa kikidai kina mantiki, basi CAS wenyewe wanaweza kuamua tofauti na vile ambavyo waliamua shirikisho la mpira wa miguu kwa maana ya TFF. Katika kesi hii Simba ilikuwa inawakilishwa na Advocate Hosea, lakini kwa upande wa Young Africans mara zote mbili ambazo kesi imesikilizwa hapokuwa na wakilishi wao wowote yule. Unahisi pengine kutokana na hiyo sababu Simba watakuwa na kigezo chote kusikilizwa na CAS kwamba kesi kwa upande wa mlalamikiwa Young Africans hakuwa na mwakilishi, lakini ilisikilizwa na watu wawili tu, yani Simba pamoja na TFF? Ukiangalia Yanga walikuwa bado hawajahusishwa direct. Kwa sababu gani? Kwa sababu Simba mara baada ya kuandika mashauri yao ama kile ambacho nakitaka wakipeleka kunako shirikisho, kwa maana shirikisho kabla kumwarifu anayedaiwa inapaswa sasa wao kupitia, je, kuna mashiko, si ndio? Kwa maana wao TFF mara baada ya kupitia wakaona kwamba hiki ambacho nakidai Simba hakina mashiko, hakuna haja ya kuwaita Young Africans. Young Africans walipaswa kuita endapo kungekuwa na haja wao kufanyaje kuitwa, kwa maana wamepeleka shauri lao limepitiwa na shirikisho, wakaona kweli kuna mantiki kwenye hili shauri. Sasa anapaswa kuitwa upande ama unapaswa kuitwa upande wa mshtakiwa kwa maana ya Young Africans pamoja na Damaro. Sasa uzuri TFF wao wana document zote za wachezaji wote ambao wanashiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo Simba wao mara baada ya kupeleka kwenda kuhoji uhalali wa mchezaji Damaro, kabla ya kuwaita Young Africans wao walipitia kwenye dokumenti zao kuangalia, je, wanachokizungumza kina usahihi, kina ukweli kiasi gani. Wakafungua dokumenti zao, wakapitia, wakaangalia, kaona kwamba hakuna haja, kwa sababu wanaweza kuliamua kwa sababu dokumenti za Damaro zipo pale, zimewasilishwa. Kwa maana wao system ya wachezaji wote ambao wanacheza katika ligi kuu iko pale. Akiwa mchezaji wa kigeni inaonekana huyu ni wa kigeni, akiwa mzawa anaonekana huyu ni mzawa. Kwa hiyo hakukuwa na hiyo haja ya kusema Young Africans waitosema. Wanachokifanya sasa hivi Young Africans ni kutengeneza mazingira kuonekana kama kuna namna ambavyo wao wameshiriki direct kwenye hiyo kesi na wakashinda, lakini ukweli kwamba wao hawakuhusishwa kabisa, kwa sababu Simba walipeleka shauri na shauri imetupiliwa mbali, kwa maana hata mdaiwa yeye amshtakiwa yeye hakuitwa na kamati na wala kuhojiwa kwa lolote, kwa sababu kila kitu, vielelezo vyote vilikuwepo kunako shirikisho la mpira. Yes. Shukrani sana mwewe. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.